Yeah, welcome, and my name is Jameson Paul. So here, when we are talking about the First World War, this was a conflict from August 1914 to November 1918 that involved many of the countries of Europe as well as the United States and other nations throughout the world. The First World War was one of the most violent and destructive war in Europe in history and the general use until the Second World War conflict broke out in 1939, which was a Second World War occurred. Before that year, the war was known as the Great War of the World War, which was the First World War. The war began as a clash between two coalitions of the European countries. The first coalitions known as the Allied power included the United Kingdom, French, Belgium, Serbia, and Montenegro, and the Russian Empire. And the second coalition was known as the Central Powers, which opposed the Allied power, consisting of the empires of the German and Austria-Hungary. Ewana karibu katika kipindi hiki, na hiyo ilikuwa ni introduction yetu kuhusiana na swala zima la vita kuu ya kwanza ya dunia ambayo ilitokea mwaka 1914 hadi 1918. Basi leo utakuwa na mimi Jameson Paul, na tutapata kuangalia kwa lugha ya Kiswahili kabisa tukitafsiriwa mwanzo mwisho kabisa. Na unaitwa Jameson Paul. Kikubwa naomba nikualike uweze kusubscribe kusudi uweze kuwa pamoja na sisi. Hii inaitwa Capitalist System, Crisis in Capitalist System, ambapo tutaangalia upande wa First World War. Basi by definition tunasema the First War was a military conflict which occurred August 1914 to November 1918 that involved many of the countries of Europe as well as the United States and other nations throughout the world. This was known as the First World War. Lilikuwa ni ugomvi wa swala zima la kijeshi, tunaweza tukasema hivyo, kwa sababu ilihusisha masuala zima la kijeshi na majeshi makundi mbalimbali ambayo yalikuwa yanahusiana na muunganiko. Tulipata kuona hapa sasa nchi kulikuwa na collaboration zilizokuwa zikiungana. Mfano kuna Allied movement, Allied. Hapa tunapata kuona katika nchi hizo ambazo ziliungana kuna upande mmoja ambao ulikuwa unaitwa Allied power, ambao ulikuwa una Faransa, Belgium na Russia, na mwingine ulikuwa unaitwa Central power, ulikuwa una nchi ambazo ni Germany, Austria-Hungary, ndio nchi ambazo zilikuwepo. Hii yote ulikuwa ni utangulizi, ambapo mbeleni tutapata kuona causes au sababu za kutokea kwa hii vita kuu ya kwanza ya dunia. The war began as a clash between two coalitions of the European countries. Hapa anasema ni kwamba vita hii ilianza kutokana na ugomvi kati ya hizi pande mbili ambazo zilikuwa zimeungana, kama nilivyokuambia, nchi za Allied power ambazo zilikuwa ni Germany, ni France na hizo nchi ndizo ambazo zilikuwa zinaleta ugomvi kati ya pande hizi zote mbili. Sasa inasema the First World War erupted in Balkan state after Austria-Hungary declared war on Bosnia. Germany joined the war to help Austria-Hungary. Russia sent an army to fight Germany and Austria-Hungary in order to defend Bosnia.
hapa anasema kwamba vita hii ilianza kutokana na kuchafuka kuelewana kati ya Balkan state hii ambayo ilikuwa inaitwa Austria-Hungary, ambayo iliamua kuwapiga vita Bosnia, ambapo Bosnia nao ambapo Jerumani waliungana na Austria-Hungary waweze kuwasaidia. Jerumani waliungana na Austria-Hungary ili kusudi waweze kuwasaidia Austria-Hungary, ambapo baadaye pia Russia waliweza kupambana na Jerumani kwa ajili ya kuwakataza kwa ajili ya kuwakomoa Austria-Hungary wasije wakamshinda Bosnia. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Basi baada ya hapo sasa ndipo vita iliweza kutokea. Sasa pia wa British waliweza kugombana na Wajerumani na ili kusudi waweze kuwalinda wenzao wa Belgium. Basi baada ya hapo ndio vita iliendelea. Watu walikuwa wakiweza kugombana ili kusudi kwa support watu wao, hata Afrika iliweza kutokea hivyo, kama the colonial rule joined the war to fight in support of the colonial master. Basi hawa makoloni mbalimbali ambao walikuwa wametawaliwa waliweza kutoa support ili kusudi waweza kusaidia wakubwa wao. Na tujikumbushe kwamba tangu 1916 pia Marekani iliweza kujiunga na Jerumani. Hii ilikuwa ni mwisho wa vita. Waliweza kujiunga ili kusudi waweze kuwa shinda wa British na waweze kuchukua kisiwa cha British Island. Basi wa Marekani waliweza kupambana pia na Warusia na Wafaransa pia, na mwisho wa siku ndipo vita ilipoisha pale 1918 ambapo Marekani aliamua kujitoa wote na akapambana kwa ajili ya kupambania demokrasi, ambapo hiyo demokrasi iweze kusababisha mambo mengi. Na pamoja na hiyo demokrasi mwaka 1918 Wajerumani waliweza kupigwa vibaya mno, na hapa iliweza kutokea kitu ambacho kiliweza kupelekea Wajerumani wakakasirika na wakaweza kuanzisha vita nyingine ambayo ilikuwa ni Second World War. Sasa hiyo ilikuwa ni utangulizi tuweze kupata sasa sababu. Hapa ndipo tunaianza First World War. Sababu zake zilikuwa ni nini? Tunasema causes of the First World War. Immediate cause and short cause were involved. Kulikuwa na short cause na long cause na short cause. Sababu za muda mrefu na sababu za muda mfupi. Hapa ili kusudi uweze kuelewa, sababu za muda mrefu ni zile mnakwazana lakini mnaamua kutulia, hamuongei, anakukwaza unanyamaza, anakukwaza unanyamaza. Afu ile short cause, mwisho wa siku sasa ukiona amezidi ile ya mwisho ile sasa yenyewe haunyamazi, unaamua kuhamisha kitu. Sasa tuweze kupata kwanza hapa, tuweze kuelewa short cause, tupate short cause kwanza, afu tutakuja long cause. The assassination of Australian leader Archduke Francis Ferdinand and his wife in June 1914 and the Basmach at Basmach siege of Sarajevo by secret Bosnian terrorists. Mauaji ya Australian leader, Austria-Hungary leader aliyekuwa anaitwa Archduke Francis Ferdinand na mke wake mwezi wa 6 1914 katika mji wa Bosima City katika kama mkoa wa Sarajevo ambao ulifanyika na Bosnia terrorist. Wanajeshi wa Bosnia walikuwa wametumwa wakamuue Archduke Francis Ferdinand katika kipindi hicho na walifanikiwa kumuua. Basi haya mauaji yaliweza kupelekea ikatokea, hii ilikuwa ni short cause, iliweza kupelekea wakapata hasira watu wa Austria-Hungary, wakapata hasira wakaamua kudefeat Bosnia. Hii ndio ilikuwa short cause kubwa, is the assassination of
Archduke Francis in Sarajevo. Austria sent Anton Bosnia, Serbia, demanding Austrian officials to be permitted investigating and punish the assassination. Serbia forced this Australia declared war on Serbia Bosnia in 28/7/2014. Baada ya mauaji hayo, Australia waliweza kumtuma mtu kutoka Serbia ili kusudi aweze kufuatilia mauaji hayo yaliweza kutokeaje na kufanya uchunguzi zaidi kuhusu mauaji hayo. Lakini watu kutoka Serbia walikataa. Kwa hivyo baada ya kukataa, basi Austria wakaamua kusema kwamba sasa kwa vile mmekataa, sisi tunaanzisha vita. Basi baada hapo vita imetokea. Other countries joined to support Serbia and others support Austria following such assassination, as Hungary imposed ultimatum terms over Serbia, but Serbia failed to respond to such terms, and hence on the 1st July 1914 Germany attacked Serbia in the cause of supporting her. But France beaten Russia and late USA attacked Germany and Austria-Hungary in order to give support to the all Serbia. This led to the outbreak of the First World War. Baada ya kukasirika, basi Austria-Hungary waliamua sasa kusema sasa vita, tunataka tuanzishe vita. Na walipoamua hivyo, basi makundi mbalimbali ambao walikuwa wameungana yaliweza kuungana na kutoa support. Basi hizo support ziliweza kupelekea vita ikaweza kutokea. Hii ndio inaitwa short course, ambayo unaiweka kwenye assassination of Austrian leader which called Ferdinand Archduke Francis, and his wife was known as Sofia. Basi maelezo unaweza kutoa hivyo. Basi tuweze kuwa na long term cause. Tunasema this a cause us to place and prepare the ground for that outbreak of war for long time before 1914. Hivi ni vifo ambavyo vilitokea kabla ya 1914, yani nyuma kabisa viliweza kutokea vitu hivi. Hizi ni sababu za muda mrefu. Sababu ya kwanza ni development of capitalism into monopoly stage 1870. During that time, European capitalists were struggling for economic demands such as raw material, market, cheap labor and others. The demand of this gives rise to the values from the struggle, which led to fear, conflict and war. Anasema hizi ni sababu ambayo ilikuwa ni maendeleo katika swala zima la uwekezaji katika viwanda, mapinduzi ya viwanda, ambapo yalitokea katika kipindi cha monopoly stage. Hii ni transition to capitalism. Sasa kipindi hicho ambapo watu wa Ulaya walikuwa wanapambana kusudi kuweza kupigania swala zima la uchumi katika kupata malighafi, masoko, wafanyakazi na mitaji. Basi hii iliweza kupelekea mgongano kati ya nchi mbalimbali kutokana na kipindi hicho, jinsi ambavyo walikuwa wakipambana. Basi iliweza kupelekea hicho. Basi sababu nyingine ni German nationalism. German nationalism au unaweza kusema nationalism. Hii tunasema nationalism is the demand of need something. So hapa after the unification of German interests for her military, supposing Israel challenge to other capitalist national Europe, especially Britain. Hii hapa ilikuwa ni nationalism ya kuweza kupambana kusudi kuweza kupata makoloni mbalimbali. Hii ilikuwa pia ni moja kati ya long cause ambayo ilitokea zamani, ambapo ilisababisha watu waweze kugombana kutokana na wakikumbuka kipindi wanagombania makoloni. Inakuwa ni issue kubwa ambayo ilisababisha pia. Nyingine nasema ni militarism. Militarism tunasema the rise of rival military alliance in Europe. Baada ya kuungana sasa haya makundi mbalimbali ambayo nimeweza kusema kati ya Allied movement, Allied power na hiyo Central power, basi iliweza kupelekea vita hiyo ikaweza kutokea, ambapo tunasema
Triple Alliance na Triple Entity. Hizi ndizo Allied Power, Allied Movement, Allied in Europe, Alliances in Europe, muungano uliotokea. Zilikuwa mbili. Tunasema Triple Alliance, ambao Triple Alliance ilikuwa ni Germany, Austria, Hungary, ndizo nchi ambazo zimeungana. Na Triple Entity zilikuwa ni Britain, France na Russia, ziliweza kuungana. Nyingine ambayo unapata kuona ni crisis between France and Germany. Hii pia ilikuwa ni moja kati ya sababu hiyo. Na nyingine ni Balkan crisis. Hii Balkan crisis ndio ambayo ilikuwa inahusisha particular Poland na Bosnia were demanding political independence from Austria-Hungary, which was getting support from Germany. The Balkan states were supported by Russia. The contradiction between the Russia and Germany made Germany to declare war against Russia. Nyingine ni desertification of a territory arrangement. Sasa hapa baada ya kumaliza causes, long cause, tuweze kuona sababu kwa nini vita ya kwanza dunia iliweza kusambaa dunia nzima. Hapa ndipo tuweze kuona msingi kwa nini ikaitwa First World War. Na ni kwa nini sasa iliweza kusambaa dunia nzima wakati imeonekana kuwa ilianzia huko Ulaya lakini imeweza kusambaa dunia nzima. Tunasema factors which made the First World War to split the worldwide. First one is the involvement of African colony to support the European master brought war to Africa. Hii kutokana na Waafrika kuweza kujihusisha kwenye kuwasaidia wale master wao, makolonio master ambao mfano kama Wajerumani walipotawala Tanganyika, basi watu kutoka Tanganyika walilazimika kwenda kwenye vita ili kusudi kwa support. Kwa hivyo hii iweze kusababisha vita iweze kusambaa hadi huko. Tunasema the support which has given by Asian colony to their colonizing master brought war to Africa. Wa Asia waliweza kutoa support pia kwa colonial master wao, kwa hivyo pia ikaweza kupelekea vita ikaenda hadi Asia. Tunasema Russian ambition to occupy Constantinople from the Turkey in order to allow easy movement of trade troops from the Black Sea to other parts, spread the war in Asia Minor and the Middle East. Katika sehemu za Asia Minor na Middle East, basi Russian ambition hawa waliweza pia kupeleka vita, kusambaza vita kutoka Uturuki, na hivyo liweza kupelekea vita ikaweza kusambaa. Tunasema USA rule of supplying war equipment in loans to Europe made the war to expense benefit from the America. Tunasema Waamerikani walikuwa wakitoa zana za upiganaji kama bunduki na misaada mbalimbali. Basi hii iliweza kusababisha vita ikaweza kusambaa sana, na ikatokea kwamba faida kutoka kwa American kutokea Europe. Sasa kwa sasa hivi naomba tuweze kuona basi matokeo. Tunasema the effect of First World War in Europe. Matokeo yaliyotokea kutokana na vita hii ya First World War. Tunasema the war ended in 1918 with the defeat of Germany and the other alliance. The victorious nation had peace settlement treaty called the Versailles Peace Treaty in 1919. Near terms in this treaty, Germany was held guilty for causing the war. Basi hizi effecti pamoja na new nation were formed at Versailles. Mfano kuna Montenegro become new nation of Yugoslavia, where in capital is Belgrade. Mfano mataifa mbalimbali yaweza kutokea. Kwa mfano Montenegro iliweza kubadilika na kwa Yugoslavia. Na Germany was prevented from building warship, airplane and tanks. Also number of her soldiers was limited to 10,100,000 hadi 1,000,000.
the formation of the League of Nations. Basi League of Nations iliweza kutokea pia, na pia destruction of economic infrastructure. Vitu kama vya uchumi viliweza kuharibika, hasa kabisa swala zima la ajira, barabara, kila kitu kiliweza kupotea. Pia debts among the fight power countries that were fighting since they borrowed a lot of money from US. Basi madeni yaliweza kuongezeka kutokana na baadhi ya nchi ziliweza kukopa pesa kutoka kwa Marekani ili kuweza kuendesha vita. Pia Jerumani walitakiwa walipe fidia tuseme ya milioni 6,500 kwa ajili ya winners by installment. Tunasema Great economic depression iliweza kutokea pia. Hii pia ni effect. Tunasema effect, social effect pia ambazo tunapata kuziona hizi ni kama many people were killed, watu waweza kufa. Pia kitu kingine ni unemployment due to destruction of industry. Kutokuwepo kwa ajira kutokana na destruction industry kuweza kutokea. Pia basi tuweze kuona effect of war on Africa. Matokeo ya vita katika Afrika, na hapa tutaziangalia Tanganyika, Rwanda, Burundi na South Africa, Namibia. Nchi hizo tutaziangalia. Sasa kuna effect ya kwanza, tunapata kuona vifo vitokea. Baadhi ya wanajeshi waliotoka Afrika waliweza kupata vifo, watu wa Afrika. Unasema rise of communicable disease, magonjwa yaliweza kutokea. Insecurity among African society, kutokuwepo kwa ulinzi kutoka kwa jamii za Afrika. Many Africans were psychologically affected after they had witnessed their relatives being taken by force to fight for their colonial master. Nasema destruction of colonial economy production in central farm and the miners plantations. Tunasema hapa swala zima la uchumi iliweza kudondoka chini, yani kushuka chini. Tunasema incentive, yani exploitation of Africa. Unyonyaji ulizidi kuongezeka, na pia biashara ziweza biashara kati ya European colony ziliweza kushuka chini, na destruction of physical infrastructure iliweza kutokea. Sasa decline of overseas trade pia ni moja kati ya effect ya Afrika iliyotokea Afrika. Basi hiyo ilikuwa ni the First World War, ambao ulikuwa na mimi kabisa Gibson Paul. Na omba nikuase uweze kutembelea katika the Second World War. Ipo hapa Gibson Paul TV. Kikubwa ni uweze kusubscribe ili kusudi uweze kuipata. Ipo hapa Gibson Paul TV. The Second World War inapatikana. Angalia kwenye maelezo hapo utakuta.